ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninamshukuru Allah ambaye kwa uwezo wake ametuwezesha kukutana katika hadhara hii adhimu. Wallahi si ujanja wetu, bali ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha leo hii na usiku huu kukutana kwa ajili ya kuadhimisha mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumshukuru sana Allah. Nashukuru pia vile vile kamati ya maandalizi ya hadhara hii kunifikiria ndugu yao mtumishi wao katika wilaya hii ya Ubungo, kunipa fursa hii kuja kuzungumza na ndugu zangu Waislamu katika eneo hili. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuwashukuru wote wale ambao waliofikiria fikira hii, na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kusimamishwa kwangu katika sehemu hii nizungumze maneno ambayo yanaweza yakafikia katika nyoyo zetu sote kwa ujumla na yakawa yenye faida. Ndugu zangu, walillahi alhamdu, kama alivyonikaribisha MC wa hadhara hii na Sheikh Hamduni ambaye ndiyo alifika sehemu ya ofisi yangu ile ya ofisi yetu ile ya kadhi wa wilaya Ubungo, ambapo watu wengi hawafahamu ofisi iko wapi. Iko katika Masjid Baitul Muqaddas ambayo iko pale Kibo, na walillahi alhamdu inafanya kazi ofisi hii kwa mujibu wa Mufti wa Tanzania, ambapo ndiyo aliyeniteua kuweza kusimamia majukumu. Kabla sijazungumzia kipi ambacho nimekifanya au nakifanya katika ofisi ile, ili watu waweze kujua kwamba kazi ya kadhi ni ipi, kazi ya kadhi ni ipi, ni vizuri wote tukaweza kufahamu. Lakini kwa nini tumekusanyika hapa? Hili ni jambo ambalo muhimu sana ili tuweze kulijua. Kitu kilichotukusanyika hapa ni kumswalia bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba huyu amemzungumza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anatujuza ndani ya Qur'ani akisema ya kuwa hakika amefanya ihsani Allah subhanahu wa ta'ala alipowaletea mtume kutokana na wao wenyewe. Ikbata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi, anayewasomea wao aya zake, kwa maana aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim, na anaowatakasa wao kutokana na machafu mbalimbali ya ukafiri na unafiki na husda, ria, shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na wafundishe wao kitabu al-Qur'an, ambayo ni katiba yao, ndio mwongozo wao. Watakapokwenda sambamba na mwongozo huo, hawatapata shaka, hawatapata matatizo katika dunia yao na dini yao. Na watakapokwenda kinyume, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka,
ila akhiri aya. Yule atakayeenda kinyume na katiba yangu atapata maisha ya dhiki katika dunia hii. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu. Atalalamika kwamba vipi leo nimefufuliwa kipofu, hali ya kuwa nilikuwa nikiona. Ataambiwa atatika ayatuna fanasitaha kadhalika al-yawma tusa, wewe tulikuletea aya zetu lakini ulijitia pambani wewe, na hivyo hivyo leo unasahaulishwa. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Watu walikuwa katika ujinga, watu walikuwa wanauana wenyewe kwa wenyewe. Mwenye nguvu ndio ambaye anayechukua nafasi. Mtu anaweza kunyang'anya mkewe na hana lolote analoweza kulifanya, ananyang'anya mali zake, hana lolote anaweza kulifanya, na hakuna mtu anaweza kumtetea. Amekuja mtetezi ambaye ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulimwengu ulisagaagiza nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaenea baada ya kupandishwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walikuwa katika uovu, katika upotevu wa waziwazi. Huyo ndio Allah anamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, walillahi alhamdu. Kwa nini tunamswalia Mtume? Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa katanguliza katika maneno yake, hakuna sehemu ambayo alizungumzia ibada akatangulia yeye na malaika wake, lakini salatu ala nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa Allah katangulia peke yake, alafu akawatanguliza tena malaika Rahman ambao la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Ikuonyesha ni jinsi gani ibada hii ni adhimu kuliko ibada nyingine yoyote ile. Unaweza ukaona swala ni ibada kubwa, zaka ni ibada kubwa, hija ni ibada kubwa, somo ni ibada kubwa, lakini hii swala ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ameingia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Atakayemswalia Mtume Muhammad mara moja anaswaliwa mara ngapi? Mara ngapi? Mara 10. Nani anaswalia? Nani anaswalia shekhe? Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswalia mara ngapi? Mara 10. Ukimswalia mara ngapi? Mara moja. Allah amemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi amemswalia? Amempa rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisema amemtakia rehema, ufafanue vizuri. Amemtakia rehema kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna zaidi yake tena. Allahu akbar kabira. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chini yake, hakuna juu yake, bali yuko chini yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam, eshamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam, eshamtupia rehema zote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo malaika Rahmani nao vile vile wameamrishwa wamswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaika pia wamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi watu mlioamini, mnachelewa nini msimswalie mtume huyu sallallahu alaihi wasallam? Swala wapi amesema hivi? Somo wapi amesema hivi? Zaka wapi amesema hivi? Hija wapi amesema hivi? Amesema haya kuonyesha ibada hii ni ibada adhimu. Kwa hiyo tusione kwamba tunapoteza muda, tusione kwamba tumepoteza muda, tuone kwamba tumetumia muda vizuri pale ambapo tutakapokuwa tumepata masharti vizuri, vigezo vizuri, adabu ya kumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikula vipi? Alioa vipi? Aliozesha vipi watoto wake?
aliishi vipi na Waislamu, aliishi vipi na wasiokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yote haya ameyafanya. Vipi leo mtu anaweza akawa anaishi kwa kufuata mtume au hamfuati mtume kwa sababu hakujua mtume ni nani? Kwa ili waweze kufahamishwa watu, tuweze kukutana katika vikao kama hivi, na halafu tukumbushane watoto hawa ambao wanasomeshwa na maustadhi, basi tuwakumbushe kwa yale wanayosomeshwa na maustadhi, na maustadhi nao tuwakumbushe kwamba nyinyi ndio mliokuwa mnamuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwafundishe watoto wamtambue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aibu kumuona mtoto ambaye ni mwanafunzi amesomeshwa na ustadhi, au kumuona ustadhi anapokea kitu anachopewa na mtu. Huyu ni ustadhi, anapokea kwa mkono wa kushoto, anapokea kwa mkono wa kushoto, anakula kwa mkono wa kushoto. Huyu ni ustadhi. Ustadhi wewe namna gani aliyakuwa? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Wewe ndio kigezo wewe pia, kwa sababu al-ulamau warathatul anbiya, wanazuoni ndio warithi wa mitume, na wewe ndio ambaye umechukua nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuchukua nafasi yako wewe mwalimu, kwa sababu umehudhuria katika maulidi haya, sintofanya vizuri kama sitokukumbusha. Hebu hawa watoto tuliowapewa, hawa ni dhima na dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama tutakwenda ulizwa, wazazi wamekuletea watoto hawa, je, umewaelekeza vipi watoto hawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula na mtoto wa kufikia, akamwambia ya Abdullah, ewe mja wa Allah, samillah, mtaje nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokaa ukamwambia leo nafundisha namna ya kula, mtu anaweza akaja akasema yaani sisi hatujui kula. Hapana, Mtume kafundisha kula. Samillah, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana wenda amekuja tu akavamia kana wa maji, akaenda akavamia biriani, akaenda akavamia ubwabwa, akamwambia hapana, samillah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Anta min Allah, wewe ni kutoka kwa Allah, wa ta'am min Allah, na chakula cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa samillah, mtaji Allah, akamtaja Allah bismillah, unakula chakula. Vijana wanafunzi wenzao, unasikia? Ndio. Sawa sawa Ndio. Unamtaja Allah nini? Asante. Unaona, samillah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Baada wa kul mimma yalik, kula sehemu iliyo kuelekea, kula sehemu iliyo chakula hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha namna ya kula. Kula sehemu iliyokuelekea. Hata kama kuna television, ikiwezekana zima TV yako, hakuna kuangalia kule, angalia hapa sehemu iliyokuelekea. Hata kama kule kuna nyama nzuri, kwako kuna mfupa, usijifanye baba, unaweza ukasema hebu lete chumvi hapa, ile chumvi hakuna sawa sawa, ukaongeza kidogo, unaigeuza ile sahani ili yule mfupa uende kwake yule mwenzako. Hapana, chukua hiyo nyama iliyoko kwako wewe, usikue mwenzako. Kama ikiwezekana muombe mwenzako, sio upeleke mkono tena pale. Kula sehemu iliyokuelekea. Inawezekana ukienda ukashika huku, na saa nyingine kula na vidole vile vitatu ambavyo Mtume amefundisha mpaka vidole. Usichukue chakula ukajaza kiganja kizima, halafu ukaanza kushika ukafinyanga, halafu ukapiga tonge limeingia nani shimo pale, unakwenda unachukua mchuzi unaweka huku, kuna mchuzi unakwenda huku, na mdomo limejaa, hata kula unashindwa. Angalia Mtume anafundisha namna ya kula pia, jinsi ya gani umejaza, umeweka kile kitonge kidogo tu hapa, unakitafuna vizuri, unakimeza vizuri, ndio unaanza kwenda kuchukua nyingine, unakula. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amefundisha mpaka kula. Sasa leo vijana inawezekana wanashika matoke huku na kule, ugali unaweza ukaukuta, basi ugali umechafuliwa mchuzi chungu nzima. Wewe kama umebakisha, mtu anayetaka kuja kula akashindwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu
utammima makarima al-akhlaqi, nimetumwa ili nitimilize tabia iliyokuwa nzuri. Amekuwa na tabia nzuri mno Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kula amefundisha watu wale namna gani, mpaka kulala amefundisha watu walale namna gani, mpaka kafundisha adabu watoto wanapofikia umri wa miaka 10 wafarakanishe katika sehemu za kulala, mpaka kafundisha kwamba hairuhusiwi wanaume wakijifunika wawili shuka moja, wanawake wakajifunika wawili shuka moja. Hairuhusiwi hata kukoga, mkakoga mwanamume kwa mwanamume wakatazamana sehemu zao. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo watu wameacha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto wanaingia katika sehemu hata za liwati, wanafanya mambo chafu kwa sababu hawakumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukikutana sehemu kama hizi za kukumbushana Mtume alikuwa anaishi namna gani, Mtume ameoa namna gani, Mtume ameozesha namna gani, mpaka ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiziangalia ni tofauti na sisi tunapokwenda katika ndoa zetu. Mtume alikuwa halioni jambo hilo kwamba jambo la kupoteza fedha nyingi kule kunakoolewa siko kunakofanywa walima. Najua nazungumza na wasomi, ni walimu wa madrasa. Kunakoozeshewa siko kunakoliwa walima. Anayeoa ndio anayefanya nini? Walima. Leo inawezekana uchumba ukachukua mwaka mzima kwa ajili ya vikao. Tena wanaokaa vikao saa nyingine si wenye maarifa ya Uislamu, ni wale ambao saa nyingine kwa ajili ya fedha zao. Hata hivyo laisa minna, wenda saa nyingine sio katika sisi. Anaagizia kireti za bia, anaagizia kulete ngoma vigoma vile vya watu kukatika viuno. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inakodishwa magari chungu nzima. Shekhe anayesimamia ndoa haangaliwi kwamba yeye yuko wapi. Dakika za mwisho ndio shekhe anaweza akakumbukwa. Shekhe fulani tunaweza tukampata, mimi namfahamu huyo, kwa ajili ya kumdharau anampigia simu siku ile ile, shekhe tuna ndoa bwana, njoo tusimamie ndoa yetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shekhe anaona watu wanapita viuno pipi kwenye magari. Jamani, hapo panatoka wapi jamani? Kumbe shehe hakuandaliwa, na itakiwa yeye kwenye vikao ahudhurishwe ili shekhe atoe sheria kwamba zinatakiwa kuwaje hii harusi weje. Lakini hilo halipo. Wanakuja watu ambao wamechokwa na waume zao, wamewachoka waume zao, majangili ambayo hayakuwepo katika utaratibu wa dini, wanakatika viuno kwenye magari. Watu wanachungulia kuna nini, aliyakuwa aliambiwa wasichungulie, wasiangalie. Akiangalia jicho moja arudishe jicho lile, asiangalie tena mara ya pili. Yeye moja kwa moja kakodoa jicho, gari linapita kule, maana mama kakaa pipi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndio tunataraji azaliwe mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiwanja chenyewe kimenyiwa mavi. Unategemea kumpata nani? Utapata watoto ambao vijana wanasuka nywele, wametia hereni, wanavaa katakei. Ni kwa sababu kile kiwanja kishachafuliwa. Mwalimu wa madrasa hana thamani. Mwalimu wa madrasa hana thamani. Ana thamani wakati wa ndoa, ana thamani wakati labda inatakiwa kuna hakika, lakini mwalimu wa madrasa hana thamani. Wazazi tuliopo hapa tunawapeleka watoto, tuangalie walimu, tuwajali walimu. Walimu saa nyingine wanashindwa kusomesha, anaweza akawa yeye aingie kwenye masala ya uendeshaji wa bodaboda. Kwa sababu gani? Kwa sababu darasa hailipi. Anaweza akaamua kukimbia kwa sababu hali ni ngumu. Yule anayekuja kutusomesha jiografia, biology, English, ni yule ndio ambaye anayeonekana mwalimu. Mtu anamwandaa mwanae tangu nursery school mpaka university, anasomesha kwa gharama kubwa, lakini dini hakuna. bali hayatu bali tukuthiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bali nyinyi wengi mnapenda sana maisha ya dunia, hali ya kuwa akhera ni yenye kubaki. Sisi tunaambiwa hivyo kwa sababu sio mimi, sio wewe. Mtoto wangu nikimzaa mtataka asome international school,
lazima asome huko. Hata kama sina uwezo, nitajipanga mtoto wangu asome, aje awe waziri, aje awe mbunge, aje awe nani. Haukatazwi kama uwezo unao, lakini kwanza amtambue nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Amtambue nani? Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aitambue dini yake, ataweza kukuthamini wewe baba, ataweza kukuthamini wewe mama, kwa sababu amemtambua Allah, amemtambua Mtume, ametambua dini yake, atakuthamini. Nani aliyefanya hivi? Ni wewe mwalimu. Ulimi ambao ulikuwa ni jiwe ameunoa kuwa ni kisu, kina uwezo wa kukata. Mwalimu anatakiwa kupewa sifa iliyokuwa kubwa, ili aweze kutengeneza jamii iwe ni jamii ya Kiislamu, na itajenga dola katika dola ya Kiislamu ndani ya nyoyo zao. Wakijenga dola ya Kiislamu ndani ya nyoyo zao, kuna uwezo mkano mkubwa tukapata familia ambazo ni za Kiislamu. Ukiwaambia tupange mikakati, tuepukane na riba, tuende katika mabenki ya Kiislamu yasiyotoa riba, wana uwezo wa kujua riba kwa sababu wamesomeshwa kwa walimu ambao wamemtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwa ajili ya kuweza kuwa na tabia iliyokuwa nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemuumba amemtambua, akamwambia hakika wewe uko juu ya tabia iliyokuwa nzuri. Tabia iliyokuwa nzuri iko chini, wewe uko juu ya tabia iliyokuwa nzuri. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daktari ametengeneza dawa, akasema dawa hii ndiyo nambari 1. Kwa hiyo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kaumba watu wote na viumbe vyote, lakini kwa Muhammad akasema wewe ndiye uliokuwa bora kuliko viumbe vyote. Kwa mantiki hiyo, hatupotezi muda, tunashughulikia mtu ambaye katutoa gizani na kutupeleka katika mwanga. Tumsifu Mtume Muhammad, tumsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, na waombeni pia, baada ya kuwaombea walimu wangu kwamba wachukue nafasi zilizokuwa nzuri, pia nawagusa walimu hao, baadhi yao huwa na tabia mbaya ambazo zinaweza zikaleta tatizo, zikachafua walimu hawa wazuri. Tunaposomesha watoto tunaokabidhiwa, tuwachunge katika tabia. Kwanza wenyewe tuwe na tabia nzuri, halafu watoto hao tuwapeleke kwenye tabia nzuri. Tusiwe katika hali ambayo tunasema kwamba watoto hao tunawafundisha tabia nzuri, lakini saa nyingine kuna walimu hapa hawapo. Kuna walimu wengine wanafikia kuwa na tamaa, hata wake zao hawataki, wanakwenda kufanya maovu na wanafunzi wa madarsi, na inafikia mahali wakawatia ujauzito. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hapa nimesema hawapo. Hii ni tabia mbaya ambayo haifai. Mwalimu ukawa na sifa hii. Mwalimu hakatazwi kuweza kumuoa mwanafunzi. Ukiwa utakuwa umemfundisha vizuri, akamtambua Allah, humjui naye hakujui. Ninaposema humjui naye hakujui, mnanifahamu vizuri? Mnanifahamu vizuri Humjui naye hakujui. Kwa nini? Ukimjua naye akikujua, basi inawezekana hata ndani ya ndoa yenu mtakuwa hamwaminiani. Wala takrabu asina, wala msikurubie nini? Mwanafunzi ukimfundisha, hukumgusa hata mkono wake, hukukaa hata mara moja kumtania mambo ya upumbavu, ya uovu, uzinifu, mwanafunzi huyu atakuamini, huyu kweli ni nani? Ni mwalimu wangu. Na wewe utajiaminisha kwake, hata kama mtu atakuja kusema wewe mwalimu na tabia mbaya, bali insanu ala nafsihi basira. Unajitambua kabisa, mimi wanafunzi wangu wapatao 50 wako wanawake 30, hakuna watoto wote pa mtoto yoyote yule ambaye nina mazoea naye. Mwanamke ukitembea naye, basi hata katika maisha ya ndoa yako una wasiwasi. Wewe una wasiwasi na yeye ana wasiwasi. Kama mlivumiliana katika hizi distance kwa muda mrefu, uongo itafika katika hali utamwamini, kwa sababu wewe ulivumilia na yeye alivumilia. Japokuwa wanaume kazi zetu au kazi zao ni kuwadanganya wanawake. Mwanamke kitu kinachomsababisha mpaka apotee ni sauti ya mwanamume. Mwanamke analewa sana sauti. Kwa tahadhari mwalimu, tumia ulimi wako vizuri. Tumia ulimi wako vizuri.
kwa sababu ulimi wako ukiutumia vizuri utamtengeneza huyu mwanafunzi wa kike, na ulimi wako ukitumia vibaya utamtengeneza vibaya huyu mwanamke, kwa sababu yeye anasikia sana ulimi, unasikia sana na kupenda sana, nashindwa kulala, nashindwa kula, kila nikikaa na kuwaza wewe, sijui nifanyeje, tayari keshalewa. Lakini sisi wanaume tunalewa kwa kuona. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Allah kasema hivi, kuinamisha macho. Utainamisha utende hivi? Hapana. Macho yako ukiangalia mara moja, rudisha jicho. Kama umeona mzigo, fanya kama hukuona. Shekhi wangu, umeelewa vizuri eh? Ya, usimtende hivi. Nimeangalia mara moja, sikutoa jicho hata hii mara moja mara ngapi? Ondoa jicho. La pili, hilo ni jicho ambalo la kwako sasa. Kwa hiyo ukiona hivyo basi acha, rudisha macho. Na hii imetupelekea sio kwenye kuangalia tu, kwenye simu zetu kuna eti zinaonyeshwa mbalimbali, watu wanafanya maovu. Mtu anaweza akaanza kwa saa 4 mpaka saa 9 za usiku, akiamka asubuhi macho yamekuwa mekundu kwa ajili ya kuona vitu, mwishoni ni mgonjwa. Ndio maana Allah akasema, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kwa mke mmoja ni hii hali imekuwa ngumu. Kwa sababu gani? Wanawake na wanaume ni wengi kuliko, au wanawake ni wengi kuliko wanaume? Wanawake ni wengi kuliko akina mama. Naomba jibu litoke kweli. Wanaume na wanawake ni wengi au wanaume? Wanawake ni wengi. Nani? Asante sana, shukuru sana. Kama ndivyo, kwa hiyo Allah hakuwadhurieni nyinyi, lakini bahati mbaya aya ya urithi na aya ya kuambia wanawake waleo zaidi ya mke mmoja, hii aya wakina mama waliobahatika kuwepo ndani ya ndoa wanatamani hata kuifuta isiyomo kwenye msahafu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ukitaka ukosane na mwanamke wamesa, unaonaje rafiki yako, shosti wako, shoga wako, umesutana naye, nimlete uwe pamoja naye, unasema mtakubali? Allahu Akbar. Naona sasa kazi iliyo. Kwa hiyo walimu, hii kazi mnayo. Kama sio hatunayo, walimu tunayo kazi hii kubwa kweli kweli, waweze kutambua kwa nini Allah ameweka hivi. Leo wanaume ni wachache kuliko wanawake ni wengi, lakini angalia, kuna wagonjwa, wanangili, wengine hawawezi kabisa, mchindo mmoja hapa limekwisha, wengine machipo si yamemaliza, wengine wamegeuka kuwa nani? Wanawake. Wengine walikuwa mashoga. Ni kweli si kweli? Wengine washakuwa mashoga. Kama wengine washakuwa mashoga, nani wataoa hawa wanawake? Mabinti zetu watakwenda wapi? Huyu mwingine anatamani kuwa na mke zaidi ya mmoja, lakini anaogopa mkewe. Mkewe amekuwa kama ndio mume ndani ya nyumba. Na nyinyi si ndio mnaofanya? Tumeambiwa wanaume, wakeo zenu watakapokuwa wameleta ile shikake au uovu mkubwa ambao umeopelekea hawa ni nashiza, muwahame, muwawaidi, alafu muwahame, alafu mwafanyeje? Mwapige. Ni hatua ya ngapi? Ya 3 kupiga. Baada ya ile ya kwanza pia ya kuweza kuita hakamu min ahlihi wa ahkama min ahliha, wakaelezwa wafanye nini wale. Hili jambo halipo leo hii. Kama sio mimi ni wewe shekhe na ustadhi wangu. Inawezekana umekosana na mkeo, baada ya kuwa wewe kumhamu mtie adabu. Wanawake hao lakini hapa hawapo. Wanawake hao ndio wanahama kwenye chumba cha watoto. Kuna wanaume wanapangiwa tarehe 1 mpaka tarehe 30 utakula ubwabwa, lakini hutokula ubwabwa. Mimi niko kwa wanangu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Akina mama mnayafanya haya, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamume akikohoa, basi unatakiwa wewe umfuate. Umekohoa, unaniita mume wangu au namna gani? Mashaallah. Lakini hivi ukifanya hivi una thawabu kubwa mbele ya Allah. Ulipoozeshwa wewe mwanamke, elewa
kabisa, pepo yako iko kwa nani? Ulipoolewa na mume, pepo yako iko kwa nani? Mama zangu, dada zangu, naulizeni, ulipoolewa na mwanamume, pepo yako iko kwa nani? Iko kwa nani? Asante. Mumeo ndio bosi, analipwa kwa ajili yako wewe, na wewe unalipwa kwa ajili yake yeye. Ayuma mrati matat wa zawjuha an aradhi dakhalat aljanna, mwanamke yoyote ambaye atakufa na mumeo akiwa radhi anaingia peponi. Imetumika fi'il madhi kwa maana wakati uliopita, hiyo haina shaka. Mudhari ina shaka, amri ina shaka, lakini madhi haina shaka. Mwanamke anakwenda peponi hata hakuambiwa baba yake wala mama yake. Wewe mwanamume ndio unatakiwa umwangalie mke, umwangalie mama. Ulipooa unatakiwa pia ujali yule baba wa mama, baba wa mke, baba wa mke, mama wa mke, uwasaidie ili hali iende. Ndugu zangu, walillahi alhamdu, niguse sehemu nyeti kubwa ya kugusia masala hasa ya ibada, alafu namalizia kazi yangu. Na waombeni, sisi ni Waislamu, tunapokutana katika hadhara kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea ibada ya swala 5, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapatapo hata siku moja kuacha ibada ya swala, yeye pamoja na wake zake wote. Na kuombeni kila mmoja ahakikishe kwamba anaishi kiibada ndani ya nyumba yake, ahakikishe swala 5 zinatekelezwa. Kama ni baba na mama, uhakikishe kwamba swala 5 zinatekelezwa. Acheni watu wataotuona kwamba sisi tunakuja kwenye maulidi lakini huenda sisi hata kuswali hatuswali. Hapana. Maustadhi, ng'ang'anieni sana wanafunzi wenu washike ibada ya swala 5. Hilo ni jambo muhimu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema as-salatu imadu din wa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Swala ndio nguzo kuu ya dini. Atakayesimamisha kaiswali vilivyo atakuwa amesimamisha dini, na atakayekuwa kaiacha swala atakuwa amevunja dini. Anayevunja dini anakuwa Muislamu au anakuwa kafiri? Anakuwa kafiri. Na wengine wanasema sio kafiri, ni asi. Sasa utakuwa wewe mwenyewe uwe kwenye uasi au uwe kwenye ukafiri. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Chungeni ndoa zenu mlioko ndani ya ndoa. Wenzenu wengine wanahitaji waolewe, mama zangu, na vile vile na sisi waume tukae vizuri na wake zetu katika hali ya kuchunga kutoachana ovyo. Tuangalie tunapokosana tuweze kurekebishana. Tumeshindwa tuwapate maimamu walioko misikitini baada ya kuwa ngazi ya familia. Familia haikuwezekana, twende kwa maimamu. Maimamu haikuwezekana, twende kwa shehe wa kata. Tukifika kwa shehe wa kata imeshindikana, twende kwa shehe wa wilaya. Shehe wa wilaya imeshindikana, haruhusiwi kuhukumu kesi. Shehe wa wilaya inabidi ije kwa kadhi wa wilaya. Kutoka kwa kadhi wa wilaya itakwenda kwa kadhi wa mkoa. Ikitoka kwa kadhi wa mkoa itakwenda kwa kadhi wa nchi. Imeshindikana, itakwenda kwa baraza la ulama mpaka kwa mufti. Hivi ndivyo. Tusipeleke kesi zetu kwa mjumbe wa nyumba 10, tusipeleke kesi zetu kwa serikali ya mtaa, tusipeleke kesi zetu. Inapokuwa imeshindikana, inahitajika mtu hawezi kukusikia, hawezi kuelewa, hapo ndio tunafika kwenye mamlaka ya kinchi, kwa sababu sisi hatuna dola. Dola iko kwenye serikali ya nchi. Sasa mtu kama asikii, hapo sawa. Hili nalizungumza ili lieleweke hivyo. Nimewekwa kwa kadhi wenu wa wilaya ya Ubungo ili niweze kusimamia wilaya hii kwa ajili ya masala ya ndoa. Kwa hiyo ikishindikana kote huko, uje unione mimi nasimamia masala haya, masala ya ndoa. Suluhu ikiwezekana, lakini mtu anayekwenda mpaka mwishoni imeshindikana ndoa, basi inawezekana na mimi nikaifanyia suluhu. Haikuwezekana, hapo itabidi ndoa hiyo ivunjwe, ifasihiwe. Umekaa na mwanamke siku zote, humpi chakula, humpi mavazi, humjali, umetundika koti tu huendi. Mwanamke huyu akikudai talaka baada ya kuwa imesuluhishwa, imeshindikana, basi usimlaumu. Lakini pia na wewe mwanamke,
Inawezekana umepata mtu alafu ukaanza kuja ukasema, ukaleta visa, mume humtaki. Hapo itabidi ujikomboe mwanamke, kwa sababu wewe sasa ndio umeleta hivyo. Lakini pia ikijulikana kwamba wewe kumbe kuna mtu ambaye ndio anayekupelekesha, basi hapa itabidi tutumie rungu iliyokuwa kubwa, ili ikiwezekana ishindikane utiwe adabu wewe. Mumeo ndio huyu. Kinachoweza kukomboleka ni pale ambapo wewe umefikia tu una jini mahaba. Maana jini mahaba naye analeta matatizo. Watu wanaachana kwa ajili ya shetani wa kijini huyu, jini ashki. Inawezekana unaota kila mara unakutana na mwanamume, unaweza ukaota unalea, unanyonyesha, unafanya tendo la ndoa, na usiku ukiamka unajichafua, umeharibikiwa. Mwanamume anampata haya, mwanamke anampata haya, umtaki kabisa mume. Akiwa kaondoka unapenda uonane naye, lakini akiingia pale simtaki. Mwanamume gani? Toka gugu imeingia ndani. Kumbe ni matatizo. Kwa hiyo mashehe wengine, inawezekana mashehe wakata au naletewa taarifa hizi, pia tuangalie. Kwa hiyo ikijulikana hiyo, basi afanyiwe maarifa kidogo, aje kwa Sheikh Hamdani, aje kwa nani, basi aweze kupata rukia kidogo, halafu iendelee. Lakini inawezekana umeona mtu mwenye kipoti kinene, mtu umetoka naye mbali, halafu ukasema sikutaki. Ikigundulika hiyo bana, itakula kwako, huwezi kachishwa. Tutaichunguza ndoa hiyo, tukiona unafatwa, hatuwezi kuivunja mpaka sasa tumtie adabu huyo anayefanya hivi. Wale wazee wa zamani wamekwisha sasa hivi, lakini ilikuwa ikiwezekana huyo jamaa, basi ikiwezekana hata katibu kata hataweza kufanya kazi tena, kwa sababu anaingilia kwenye mipaka ya watu. Walillahi alhamdu. Leo mashehe wanaogopa kila kitu, wanasema hii ni haramu, hii ni haramu. Kwa hiyo wamebaki katika hali wanachezewa wake zao kutokana na nini? Na mambo hayo. Walillahi alhamdu. Leo nimefurahi, nimekutana na watu wangu ambapo saa nyingine walikuwa hawanifahamu, lakini wamenifahamu. Mimi naitwa Yahya bin Sufyan Bakari. Nimeanza muda mrefu kidogo kwenye dawa katika Radio Tanzania, lakini sasa hivi TBC Taifa, sasa hivi TBC1 ni unanionaga saa nyingine kwenye ITV, lakini Channel 10 saa nyingine nipo pia. Nilikuwa pia Imani TV, nilikuwa kipindi cha nyuma kule, kwa mpaka leo tangu 2005 niko katika kipindi hiko, mpaka juzi siku kama siku 12 nilikuwa katika TBC1 alfajiri saa 11:30, akitoka mchungaji na nakuja mimi, au natoka mimi na kuja mchungaji katika ile Qur'ani anatuambia nini alfajiri ya leo. Kwa hiyo lillahi alhamdu, mufti ameona kwamba huyu anipe nafasi hii ambayo ni ngumu sana, katika nafasi ambazo ni nzito sana, ambazo zinahitaji msaada. Mniombee dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo hili ni zito. Man ju'ila qadhiya faqad zubiha bighairi sikin, yule ambaye atakayejaliwa kuwa ni kadhi amechinjwa bila ya kisu, kutokana na majambo yaliyokuwa mazito. Mniombee dua. Mwanamke humjui anakuja anakuambia, shekhe, nimepata taraka yangu, nipe taraka yangu, nipe taraka yangu. Wewe kwani nimekuoa mimi bwana? Hapana, lakini wewe ndio unayehusika, utanipa talaka. Mlete basi tuweze kuzungumza. Ukizungumza naye mume anasema umempendelea mke wangu. Ukimpa haki mwanamume, mwanamke anasema kwa sababu ni mwanamume mwenzake. Sasa hii ndio kazi iliyokuwa nzito. Niombee dua usiku na mchana niweze kuendesha vizuri. Hili ni jambo zito, gurudumu zito kabisa, ambalo linahitaji msaada. Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki, atujalie kuifuata, atuonyeshe batili, atujalie kuepuka. Mwenyezi Mungu ajalie hadhara hii mwakani iwe ni kubwa zaidi na yenye kupendeza zaidi, na inshallah huku kwenye high table huku basi kutengenezwe vizuri zaidi, na ikiwezekana basi nimlete bosi wangu, ima bosi wa mkoa ambaye ni kadhi wa mkoa, au Shengeruko ambaye ni kadhi, naibu chifu kadhi au kaimu chifu kadhi wa Tanzania. Naweza nikamleta sehemu hii kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nakushukuru sana kwa kunivumilia.
Nimeongea muda mrefu, maustadhi, akina mama, kina dada, na wapendeni kwa ajili ya Allah. Allahumma arina haqqa haqqan wattibaa, arina batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna da'awnaka kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah, tunakuomba, tumeinua mikono kuonyesha ufukara na umaskini tuliokuwa nao mbele yako. Wewe ndio tajiri wa pekee ya Rabbil Alamin. Tengeneza nyoyo zetu katika imani zetu na msimamo katika dini yetu. Weka mizigo katika mifuko yetu ili maisha yaanze kwenda vizuri. Tunakuomba tupe usikilizano mzuri sisi pamoja na wake zetu na watoto wetu. Ya Rabbi, yule ambaye ana mke kijana na anahitaji kuwa na mke, mpe mke aliyokuwa mwema. Mwanamke ambaye ana mume, mpe mume aliyokuwa mwema. Na wale ambao wanataka kuongeza lakini wanaogopa wake zao na uwezo wanao walikuwa nao, basi watengeneze wake zao, wajue shida walizozipata wenzao nao walikuwa nazo, wapende kuwapenda wenzao. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.